Kwa majina naitwa Rachel Simba, ninatokea Newland TPC. Safari yangu ya ujauzito ilianza mwaka jana mwezi wa 9, ambapo nilipitia changamoto sana. Wakati nina ujauzito wa miezi miwili kama na nusu hivi, niliwekwa bed rest kwa sababu ya changamoto nilizokuwa napitia. Lakini kwa wakati huo sikufahamu kwamba nina mapacha. Na kila nilikuwa nikijaribu kuongea na madaktari kwa ajili ya kufanyiwa ultrasound, walikuwa wananiambia nisubiri kidogo. Kwa hiyo nilikuja kugundua kwamba nina ujauzito wa mapacha nikiwa tayari na miezi 6. Na katika miezi 6 hiyo niliambiwa nina mapacha 3. Kwa hiyo nikawa nimeendelea na kliniki na mahudhurio ya kliniki ya kila mwezi. Lakini siku ya Jumatano nilipokuja kliniki niliumwa na uchungu wakati nimekuja kliniki na sikuwa nimefikia. Kwa hiyo ilibidi nipelekwe theater kwa dharura, nikaenda kufanywa upasuaji. Wakati nafanywa upasuaji ndio inagundulika kwamba watoto mapacha ni 4 na sio 3. Kwa namshukuru Mungu, upasuaji ulifanyika vizuri. Watoto wakatoka salama, mimi pia nikatoka salama. Namshukuru Mungu sana kwa hilo. Jumla nina watoto 5. Uzao wa kwanza nilijifungua mtoto mmoja wa kiume, na uzao wa pili mapacha nimejifungua 4. Mmoja akiwa ni wa kiume, 3 wakiwa ni wa kike. Moto ni kwamba kutokana na ukubwa wa tumbo nilokuwa nimebeba, nilikuwa siwezi kufanya chochote. Yaani nilikuwa ni wa kusaidiwa kila kitu kwa sababu tumbo lilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo sikuwa naweza kukaa, na nikikaa mpaka ninyanyuliwe. Sikuwa naweza kusimama, kutembea nilikuwa nashindwa. Changamoto kama hizo. Kwa kuja kliniki niliamka tu asubuhi, nikajiandaa kuja kliniki. Wakati nimefika kliniki, baada ya kwenda kuonana na daktari akasema natakiwa mapumziko, siwezi kurudi nyumbani. Lakini katika mapumziko yale sasa imefika saa 7, chupa ikawa imepasuka, nikaanza kuumwa na uchungu. Sikuwa nimefikia. Nilikuja tu na bajaji. Kwa hiyo nakuja kliniki na pochi yangu. Nimefika hapa, niko sawa tu na ni mzima, sina dalili ya kujifungua. Lakini baada ya daktari kuniambia natakiwa nipumzike kwanza waniangalie, basi ile saa 7 ndo nikapatwa na uchungu. Langu kwa jamii na serikali ni kwamba kutokana na gharama zilizopo za hospitali wa watoto, kwa sababu wale watoto nimejifungua hawajafikia. Kwa hiyo kuna gharama, kuna kuwalipia kitanda, kuna kuwalipia oksijeni, kuna kuwalipia dawa za kukomaza mapafu, kuna kuwalipia yani gharama ni nyingi, kuna kuwalipia x-ray, mbali na mimi binafsi. Kwa sababu mimi bili yangu ni tofauti na kila mtoto ni tofauti. Kwa hiyo gharama ni kubwa sana. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba mimi ni Watanzania, ndugu, jamaa na marafiki kunishika mkono, at least kusupport ile bili.